usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mwenyekiti wa tume ya kuchunguza vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, Jaji Othman Chande amekana madai kuwa tume yake inaingiliwa na mamlaka za serikalini nchini Tanzania. Amekana madai kuwa tume yake inaingiliwa na mamlaka za serikalini nchini Tanzania. Tume yetu iko huru na haingiliwi na mamlaka yoyote. Tume inajitegemea kwa kila kitu. Tume yenyewe ndiyo mhariri na mamlaka iliyotupa jukumu. Tutakutana nayo wakati wa kukabidhi ripoti ya mwisho. Hatuna mtu yoyote katikati, hatuna dalali, alieleza Jaji Chande. Alikuwa akikanusha madai kuwa muda wa kazi wa tume yake umeongezwa ili kuruhusu kuhaririwa kwa ripoti yake. Akizungumza na baadhi ya vyombo vya habari jijini Dar es Salaam hii leo Jumatano tarehe 8 Aprili 2026, Jaji Chande alisema tume hiyo ina mamlaka kamili ya mwisho juu ya ripoti yake na haitoi nafasi kwa mtu yoyote kuingilia kazi yake. Kauli ya Jaji Chande imekuja kufuatia kuibuka kwa madai kutoka kwa baadhi ya wadau, hasa wanaharakati mtandaoni, kwamba tume haikuwa huru na kuongezewa kwake muda mara mbili kunalenga kutoa nafasi kwa mamlaka fulani kuchakachua yaliyomo kwenye ripoti. Akizungumzia sababu ya kuongeza muda, Jaji Chande alitaja kupanuka kwa wigo wa kazi pamoja na ongezeko la ushahidi unaokusanywa. Tulipanga kutembelea mikoa 6 lakini baadaye tukaongeza na kufikia mikoa 11 na wilaya 22, alieleza. Aliongeza kuwa tume imepokea ushahidi mwingi kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali pamoja na ushauri wa kitaalamu ambao unahitaji kuchambuliwa kwa kina kabla ya kukamilisha ripoti. Tunachambua ushahidi kwa kina ili kuhakikisha ripoti yetu inakuwa na ubora unaotakiwa na pia itatolewa kwa lugha ya Kiswahili na tafsiri ya Kiingereza, alifafanua. Jaji Chande aliwahakikishia Watanzania kuwa hawapaswi kuwa na hofu kuhusu uadilifu wa ripoti hiyo, akisisitiza kuwa tume hiyo inafanya kazi kwa uhuru bila shinikizo la nje. Tume iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 20 Novemba 2025 kuchunguza matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tume ilipewa siku 90 kabla ya kuongezea siku 42 na tarehe 4 Aprili ikaongezewa tena siku 21 ambapo sasa itakamilisha kazi yake tarehe 24 Aprili 2026. Miongoni mwa majukumu ya tume hiyo ni pamoja na kuchunguza kiini cha vurugu za uchaguzi huo zilizosababisha vifo vya watu kadhaa na uharibifu mkubwa wa mali zikiwemo ofisi za umma, vituo vya mafuta na vituo vya polisi. Mashaka ya wananchi kuingiliwa kwa tume yanatokana na matamko ya baadhi ya viongozi wakuu wa serikali na chama tawala, akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Steven Wasira. Akizungumza na wazee wa Dar es Salaam tarehe 2 Disemba 2025, siku 10 tu tangu kuundwa kwa tume, Rais Samia alisema nguvu iliyotumika kukabiliana na waandamanaji ilistahili kwa kuwa walioandamana walitaka kupindua nchi. Ni kauli hiyo ya Rais Samia iliyoanza kuchukuliwa na wakosoaji wake kwamba inalenga kuisukuma tume kulinda maofisa serikali waliohusika na mauaji hayo. Alirejea tena kauli hiyo wakati akizungumza na mabalozi, makamishna wakuu na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa Alhamisi tarehe 26 Januari mwaka huu katika mji mkuu wa Dodoma. Rais Samia alikiri kuwa vurugu zilitokea siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, lakini akatetea hatua zilizochukuliwa na serikali, akisema madhumuni ya hatua hizo ilikuwa kulinda utulivu wa kikatiba na raia. Aidha, Rais Samia amewahi kusema pia kwamba waliofanya vurugu walilipwa na watu kutoka nje, huku Waziri Mkuu Mwigulu akidai mara kadhaa kuwa waliofanya vurugu walilipwa na mashirika ya kigeni. Alisema kuna kijana Mtanzania amelipwa shilingi bilioni 5 ili kuchochea vurugu. Naye Wasira alisema tume ya Jaji Chande haichunguzi serikali bali ni kuchimbua chanzo cha ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.